Let's just enjoy the presence of the Lord right now. Oh, we love you, Lord. We bless you, Lord. Hallelujah. Here. I was telling General in the car that I want to talk to the leaders on some things. Nilikuwa naambia generali ya kwamba nataka ninene na viongozi kwa vitu fulani. And then I've been so sweetly blessed. Na nimebarikiwa. Akanifundisha ya kwamba kila kitu inuka na kuanguka katika jukwaa la uongozi. So leadership is key. Kwa hivyo uongozi ni muhimu sana. Part of the reason God, I shared with you yesterday, the man of God said, I see rising and falling, rising and falling, rising and falling. Moja wapo ya vitu nalishiriki nanyi jana ni kwamba mtumishi wa Mungu alisema ya kwamba naona kuinuka na kuanguka, kuinuka na kuanguka, kuinuka na kuanguka. There cannot be a rise until the leader raises the standard. Hakuwezi kukawa na kuinuka mpaka wakati kiongozi ameinua kiwango. The work of the senior most leader is to raise or to set the standard. Kazi ya kiongozi ambaye yuko mbele zaidi ni kuweka viwango. And as they say, the buck stops with him. Na wanaposema kila jambo huanzia kwake na huishia kwake. That is very true. Hiyo ni kweli. But the work of maintaining the standard is for the sub leaders. Na kazi ya kudumisha viwango ni kwa viongozi ambao wako chini yake. So the senior most frontline leader sets the standard. Kwa hivyo kiongozi ambaye yuko mbele zaidi huweka viwango. The people, watu waliopo chini yake wanadumisha na kukuza hicho kiwango. If the standard comes down, it is not the senior leader again to blame. Endapo viwango vitashushwa chini, sio kiongozi wa mbele zaidi ndiye atakayelaumiwa. The work of the senior most leader is to capture territory. Kazi ya kiongozi kipaumbele zaidi ni kuhakikisha kwamba maeneo yametekwa. Then his lieutenants maintain that territory. Kisha wale ambao ni majemadari wake wanakuza na kudumisha lile eneo. That's why the president does not go to war. Ndiposa rais haendi vitani. Hello. Does he go to battle? Je, anaenda vitani? But he's the commander in chief. Lakini yeye ndiye amri jeshi. So he commands the army to go to battle. Kwa hivyo anaamrisha jeshi kwenda vitani. He sees to it that they are equipped, they have the latest equipment. Anahakikisha ya kwamba wako na vifaa na mashini zilizo bora zaidi. That they maintain the integrity of the territory. Ili wapate kudumisha na kukuza ile sifa ya ile eneo. Who dies in battle? Nani anayekufa katika vita? The president. Rais. And that's why in every warfare, ndiposa katika kila vita, if a nation is being defeated, endapo taifa linashindwa, is the commander in chief who signs surrender. Ni amri jeshi ndiye anapiga sahihi ya kujisalimisha. Once he does that, na mara tu anakufanya hivyo, he makes treaty. He makes a pact with the conquering army. Anafanya mkataba na ile jeshi linaloshinda. They say we will be subject to you. Anasema ya kwamba sisi tutakuwa tunawafanyia kazi. That is part of warfare. Hiyo ni mojawapo ya vita. Warfare is not fighting until the last man is dead. Vita sio kupigana mpaka mtu wa mwisho afe. Warfare is, Jesus said, any king who wants to go to war, he does what? He counts the cost. He says, do I have the means? Do I have the wherewithal to fight this battle? Yesu akasema ya kwamba mfano yeyote ambaye anataka kwenda vitani anakaa chini na kupiga gharama.
kama akona silaha na vitu muhimu ambazo zitahitajika katika ile vita. If he sees he doesn't have the wherewithal, Akiona ya kwamba hana vifaa vinavyohitajika, he sends emissaries ahead to go and meet the advancing king, anatuma wajumbe kwenda kukutana na mfalme yule ambaye anakurubia, to negotiate terms. ili wapate kufanya mkataba. What must we do Tufanye nini? to remain alive? Because if you remain alive, you will live to fight another day. Kwa sababu tukisalia tukiwa hai, tuenda tutaishi kupiga vita vingine. But if you resist and you don't have enough power, Lakini endapo ukipinga na hauna nguvu za kutosha, you will be overrun. utashindwa kabisa. Now that is not the aim of warfare. Sasa hiyo sio lengo la vita. The aim of warfare is to bring the other person into submission. Lengo la vita ni kufanya yule mtu mwingine apate kunyenyekea. Once he submits, Mara tu anaponyenyekea, that's why it is a war cry to kill a soldier who has knelt down and lifted their hands. ndiposa huwa inakuwa ni hatia ya vita kumpiga risasi mwanajeshi ambaye amepiga magoti na kuinua mikono. Because warfare is never for killing. Kwa sababu vita sio vya kuana. Warfare is for bringing to submission. Vita ni vya kunyenyekesha. The ones you bring into submission then come under you. Yule ambaye mnyenyekesha kisha anakuja chini yako And they serve you. na wanakutumikia. So it is the jurisdiction of the king Kwa hivyo ni wajibu wa mfalme to check, do we have the wherewithal kuona ya kwamba je, tuko na vitu vinavyohitajika to begin this warfare? kuanza vita hivi. Hello? Then once he has determined we have what it takes, Kisha mara amekusudia ya kwamba tunayo vitu ambavyo vitachukua. time to advance. Sasa ni wakati wa kwenda mbele. He gives the orders to advance. Anatoa amri za kwenda mbele. And as you advance, Na unapoenda mbele, you conquer territory. unateka nyara maeneo. After the territory is conquered, Baada ya maeneo kutekwa, the king sets rulers mfalme anatuma watawala and sub-rulers na watawala walioko chini to yake maintain territorial integrity. kuendelea kudumisha maadili ya kimaeneo. He sets the standard. Anadumisha kiwango. And it is the jurisdiction of those who work under him Ni wajibu wa wale wanaofanya kazi chini yake to maintain the standard, kudumisha to viwango protect the borders. na kulinda mipaka. Praise the name of the living God. Jina la Bwana libarikiwe. That's why Matiang'i went to the border Ndiposa Matiang'i akaenda kule kwenye mipaka and he sacked some officers there. na akawafuta kazi maafisa fulani. Because when things are coming into Kenya, contraband things are coming into Kwa Kenya, sababu wakati vitu gushi na visivyo halali vinaingia Kenya, yet there are officers who are earning salary. ila hali kuna maafisa ambao wanapata But they mshahara are not protecting our territorial integrity. lakini hawalindi maadili ya kimaeneo. They should be fired. Yafaa wafutwe kazi. I want to say this. Nataka iseme hili. Kenya is the way it is because of the church. Kenya iko jinsi ilivyo kwa sababu ya kanisa. Because the church produces the leaders we see in Kenya. Kwa sababu kanisa huzalisha viongozi tunaona Kenya. That's why God sent his servant all the way from West Africa. Ndiposa Mungu akatuma mtumishi wake kote kutoka Afrika Magharibi. Our God said the east will overtake the west. Wetu akasema ya kwamba mashariki itaipita magharibi. What is it going to take? Na ni hapa ndio tulipewa hiyo ahadi on this pulpit, on this altar. Katika madhabahu haya, katika jukwaa hili. What is it going to take for the east to overtake the west? Itagharimu nini ili mashariki ipite magharibi? Tell your neighbor we are disadvantaged. Ambia jirani yako ya kwamba sisi bwana hatumenyimwa, Yani tuna bahati mbaya. tuna bahati mbaya. Because we are beginning when they have gone very far. Kwa sababu tunaanza kama wameenda mbali. But Jehovah said here we are the land of Nyantika Mayoro. Lakini Mungu akasema ya kwamba sisi ni nchi That ya is Nyantika why Mayore. Kisii must lead the pace. Ndiposa Kisii lazima iweke viwango. And Kisii must lead the way. Na Kisii lazima iongoze njia. When it was time to take the promised land, Tulipofika wakati wa kunyakua nchi ya ahadi, they asked, whom shall we send first? Who will go first? kauliza ya kwamba tutamtuma nani kwanza? The Lord said, Judah shall go first. Na Bwana akasema Yuda There atatangulia. is always the person to go first. Kila mara kunaye mtu wa kuenda kwanza. Now, Sasa 1957, 1959 when Africa was beginning to see the light, wakati Afrika ilikuwa inaanza kuona mwanga, God is never late. Mungu hachelewi. God raised a son of Omogushi. Mungu akainua mwana wa Mkisii, Born again in Mombasa, ambaye amezaliwa kule Mombasa, early crusade of T.L. Osborne.
katika mkutano wa hadhara ya T.L. Osborne. Taken there on stretcher, but God healed him and saved him. Akapelekwa pale kwa mkongojo, lakini Mungu akamsaidia na kumponya. Hallelujah. Hallelujah. He arose and became the son of T.L. Osborne. Akainuka na akafanyika mwana wa T.L. At Osborne. the same level with Archbishop Benson Idahosa. Katika kiwango sawa na Archbishop Benson Idahosa. On this side of the world, Katika maeneo haya ya ulimwengu. on this other side of the world, Katika maeneo haya ya ulimwengu. we humiliated our father and we dressed him down and we brought him down. Tukamwangusha chini, tukamshusha na kumfedhesha. On the other side of the world, Katika upande ule mwingine wa they ulimwengu, esteemed their father and sustained him. wakamheshimu, wakamdhamini na kumdumisha. We were at par Tulikuwa katika kiwango sawa and set to go further than them, ahead of them. na wale ambao wamelengwa kwenda mbele zaidi kwaliko, But we did not do what it takes. lakini hatukufanya kile ambacho yafaa yafanyike. I read later on, in fact not even reading now, because the other time when I was the other Thursday when I was in Nairobi, I watched Lee Njiru being interviewed live by Jeff Koinange. I watched Lee Njiru. Nilimtazama Lee Njiru ile Alhamisi nyingine wakati alikuwa anahojiwa na Jeff Koinange. 1978, the first president of Kenya died. 1978 rais mwanzilishi wa Kenya akakufa. And Lee Njiru said Kenyatta did not die of sickness. Kenyatta died of neglect. Lakini Lee Njiru akasema ya kwamba Kenyatta hakukufa kutokana na ugonjwa, alikufa kwa sababu alikuwa ameachiliwa, kutoshughulikiwa. And yet he had people who are employed, who are on state salary to take care of him, to check his heartbeat, to make sure he is functioning well. Ilhali kulikuwa na watu ambao wameajiriwa kumshughulikia, kumjali, kuangalia mpigo wa moyo wake. When you come to understand kingdom dynamics, ukikuja kuelewa ile dhana na jinsi ufalme unavyofanya kazi. David went after Saul and he cut Saul's garment and he carried Saul's weapons away. Saul was pursuing David. Wakati Sauli alikuwa anamfuata Daudi akaenda akifiziria, akakata mojawapo ya vazi yake na pia akachukua silaha zake za vita. Then he went and he stood on the other side. Na akaenda akasimama upande ule mwingine. And he began to call Abner. Na akaanza kuita Abneri, Abneri, where are you? Uko wapi? And he asked him, where were you when I took the king's things? Na akamuuliza, ulikuwa wapi wakati nilikuwa nachukua vifaa na silaha za mfalme? Who failed Saul? Nani aliyemwangusha Sauli? Why was he around Saul? Mbona alikuwa hapo karibu na Sauli? Why was he eating at Saul's table? Mbona alikuwa anakula katika meza ya Sauli? Hear me. Sikiza. Hear me. Sikiza. It's going to be expensive to remain on my leadership. Inaenda very expensive. Karibu kuendelea kusalia katika uongozi wako. It's going to be very expensive. Itakuwa ni kitu cha kugharimu sana. It's not about hanging around. Sio jambo la kukaa tu katika. It's about delivery. Ni kuhusu Tell somebody delivery. Pia jirani yako kuwajibika. Tell somebody delivery. Pia jirani yako wajibikaje. It's a time we must deliver. Ni wakati ambapo yafaa wajibike. By 15th I'm going to raise the standard to 7 a.m. Kufikia tarehe 15 nitainua kiwango mpaka saa 1 kamili kwa kila kiongozi. And I will be ahead. I will be there. Na mimi nitakuwa When kwanza. I tell you to come at 9, I was telling General. Nilikuwa naambia Generali. Leo nimeamka saa 7 na dakika 14. Tangu nirudi kutoka Nairobi nimekuwa nikiamka saa 8. Leo imerudishwa mbele saa 7:14. Hello. And there is anointing to make you do it. Na kuna upako wa kuwezesha kufanya. Why must we do it? Mbona lazima tufanye? We are redeeming time. Tunakomboa muda. You see, if you have begun like Nyantika Mayoro, people have gone 2 laps. Unaona wakati unaanza kama Nyantika Mayoro, wakati watu wameenda mzunguko You mbili. can't run at the same pace with them. Hawezi ukakimbia kwa masafa sawa na wao. Are we together? Tuko pamoja. Are we together? Tuko pamoja. Are we together? Tuko pamoja. If you run at
the same pace with them, ukienda kwa kasi sawa na wao, it means you will remain the tail. inamaanisha kwamba utasalia mwisho. Come on. Ah, Come on. Are you understanding? je, unaelewa? If you run at the same pace, Ukienda kwa kasi and sawa they have already done 2 laps, na tayari so you are wameenda beginning. vizuri, unaanza. Can you catch up with them? Je, utaweza kuwapata? When it comes to kingdom dynamics, dimensions, Inapokuja kwa namna na mfano unavyofanya kazi. David came when he was just about to enter the kingdom. Daudi alikuja wakati alikuwa kukaribia kuingia katika ufalme. And then they came to Ziklag and they found the camp had been raided. Na wakafika Ziklag wakapata ya kwamba watu walikuwa wamevamia makambi yao. The enemy carried everything. Adui wakabeba kila kitu. And burned the houses there. Na wakachoma nyumba pale. The Bible says David asked God, Na Biblia inasema Daudi akamuuliza Mungu, should I pursue? je, nifuate? Now if you look at our vision, Sasa ukitazama katika maono yetu, after we are revived, baada ya sisi kuvuvuliwa, after we become vibrant, baada ya sisi kuwa wakakamavu, after we are full of hope, baada ya sisi kujazwa matumaini, what are we supposed to be doing? yafaa tuwe tukifanya nini? What are we supposed to be doing? Yafaa tuwe tukifanya nini? And pursuing means running after. Na kufuatilia inamaanisha kukimbia ukifuata kitu fulani. Are we together? Je, tuko pamoja? It had never occurred to me, it's in the vision which I wrote, it had never occurred to me until this morning. Haikuwahi kunifanyikia mpaka asubuhi ya leo. Pursuing means running after. Kufuatilia inamaanisha kukimbia ukifuata kitu So fulani. it is in line with what God said, we are the land of Nyantikama. Kwa hivyo inaenda sawia na ile Mungu alisema sisi tunatoka katika We nchi ya have what it Nyantikama. takes. Tunacho Angalia jirani kinacho. yako, mwambie kataa kujihurumia. Kataa kujihurumia. Vijana wale huwa wanakuwa recruited to the army, the first thing wanapewa ile ya endurance. Hata kwa polisi kwanza kukimbia round the field, endurance test. Uvumilivu, mjarabu wa uvumilivu. Wale wanajihurumia, hiyo ndio huwa inawafanya nini? Inawa knock out. And it is not bad to be knocked out. Sio vibaya kuondolewa. Because if you are knocked out, it doesn't mean you are good for nothing, no. Kwa sababu You are good for something but not for the army. unapoondolewa imaanisha kwamba wewe ni bure. Wewe ni muhimu lakini kwa kitu kingine tofauti. Tell your neighbor you are very good. Ambia jirani yako ya kwamba wewe ni muhimu sana. Very potential. Kuna uwezo wa ajabu. It only matters at what level. Inajalisha tu wapi na kwa kiwango kipi. Hello. Hello. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. See, last Sunday we said we all are a gift. The other Sunday. Jumapili ile nyingine tukasema si sote ni karama. We are all a gift. Sote ni All karama. of us. Sote. No one is useless. Hakuna mtu bure. Every one of us is very important. Kila mmoja wetu ni muhimu sana. The question is where? Swali ni wapi? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 So he asked God, should I pursue? Kwa hivyo akamuuliza Mungu, je, nifuate? Number 2. Pili. Because the goal of pursuing is overtaking. Kwa sababu lengo la kufuata ni kupita. If your mind is not set to overtake, Kama akili yako haijalenga kupita, you are not pursuing, you are trailing. Haufuatilii, unafuata nyayo, unafuata nyayo. Amen. You are trailing. Unafuata nyayo. And if you train, you remain the tail. Na ukifuata nyayo utasalia mwisho. But thanks be to God. Lakini shukrani iwe kwa I Bwana. thank God my daughter Alice Areba is here. Nashukuru Bwana kwa sababu binti yangu Alice Areba yuko hapa. You heard the man of God. I don't know whether you were in the meeting on Monday, senior ministers. Sijui kama ulikuwa But katika if you are mkutano. not there, it's okay. Sawa. But the man of God announced Lakini mtumishi wa Mungu akatangaza that we will not be going to Nigeria. We will not be going to South Africa. na kwamba He announced. hatutakuwa tukienda Nigeria, hatutakuwa tukienda Afrika Kusini. I ask you, has God ever said that here? Akasema, je, Mungu ashaisema hiyo hapa? Has he ever said that by my mouth here? Je, ashaisema hiyo hapa kupitia kwa kinywa changu? Number 2, as he was praying for us, Pili, alipokuwa anatuombea, he said, God sent me to East Africa to raise him prophets.
Akasema ya kwamba Mungu alimtuma Afrika Mashariki kumuinulia manabii. And he said, I'm jealous of what I'm about to say. Nasema ya kwamba naonea wivu kile ambacho niko karibu He said, kusema. what God wants to do here Akasema kile Mungu ako karibu kufanya hapa is greater than what he's doing in Nigeria, Ghana, and South Africa. ni kubwa kuliko kile Mungu anafanya Nigeria, Ghana na Afrika Kusini. Praise the name of the living God. Jina la Bwana libarikiwe. Did God speak by my mouth that the east will overtake the west? Je, Mungu hakusema kupitia kinywa changu ya kwamba mashariki itaipita magharibi? So early this year he commanded me to go south. Kwa hivyo mapema mwaka huu akaniamrisha kwenda kusini, And I was telling General there's something I went to study south. na nilikuwa naambia jenerali kuna kitu naenda kujifundisha kusini. Then to the rest of Africa in Addis Ababa. Kisha kwa Afrika nyingine Addis Then I Ababa. came back here. Kisha nikarudi hapa. Then he sent me to Jinja. Kisha akanituma Jinja, I Uganda. met the prophetic from Asia. In South Africa, I met the prophetic from America. Afrika Kusini nilikutana na watu wa kinabii kutoka Marekani. Kule Jinja, In Uganda, Jinja, I met the prophetic from Asia. India. nikakutana na unabii wa kinabii kutoka India, Asia. Now he sent me last Sunday, the other Sunday, Sasa Jumapili ile to go nyingine and meet the prophetic from West Africa. akanituma kukutana na ya kinabii kutoka Afrika Mashariki. All the three are in me, Zote tatu ziko ndani yangu and I'm carrying them to give to you. na ninazibeba ili All the three anointings are in me, zote tatu ziko ndani and I yangu. am carrying them to pass them on to you. Ninazibeba kuzipeana kwako. The east must overtake the west. Mashariki lazima ipite I magharibi. said the east must overtake the west. Mashariki lazima ipite magharibi. We have what it takes. Tunayo karibu. We have what is required. Tunayohitajika. Glory to God. But as my friend Morwabe said, Ili jinsi rafiki yangu Morwabe alivyosema, Tanzania is richer than Kenya in terms of resources, natural resources. kuhusiana na masuala ya rasilimali za asilia, Tanzania kuna utajiri mkubwa. They have bigger land than us. Wako na shamba kubwa They kutuliko. have diamond, they have gold, Wako na almasi, wako na dhahabu. they have fertile lands. Wako na nchi yenye rotuba, ardhi yenye rotuba. But which economy is leading in East Africa? Lakini ni uchumi gani inayoongoza In Afrika fact, Mashariki? our economy is more than 3 times that of Tanzania. Ukweli wa mambo ni kwamba uchumi wetu ni zaidi ya mara 3 ya ile ya Tanzania. Hello? Halo, Hello? halo. He said Burundi Akasema Burundi has more gold iko na dhahabu zaidi than Tanzania. kuliko Tanzania. But Burundi is one of the poorest countries in the whole world. Lakini Burundi ni mojawapo ya nchi masikini zaidi kote What is the problem? ulimwenguni. What is the problem? Shida ni gani? Not land, Sio nchi, not a lack of resources, sio kukosa rasilimali, but a lazy people. lakini watu wazembe. The wise man in the Bible said, if you are lazy, Mtu mwenye hekima katika Biblia akasema ya kwamba endapo wewe ni mzembe, you fold your hands, a little folding of the hands, unakunja mikono yako kidogo tu, a little slumber. unajikuta unasinzia kidogo tu. This is how laziness speaks. Tell your neighbor, laziness says, sleep a little more. Mzembe inakuambia ya kwamba lala kwa muda It zaidi, is still early, sleep a little more. ungali mapema bwana, endelea kulala. Come on, tell somebody laziness speaks. Ambia jirani yako uzembe zungumza, Say, sleep a little more. na kuambia ya kwamba endelea kulala, It is still early. ni mapema, Sleep a little more. endelea kulala. A little folding of the hands, Kukunja mikono yako kidogo, a little slumber. kusinzia kidogo, Then poverty will attack you Like bandits. kisha umasikini itakuvamia like armed bandits. Bandits. kama jeshi na wavamizi. Hello. Halo, Or tell your neighbor we have what it takes. ambia jirani yako tunacho kinachogharimu. Come on, tell your neighbor for me again, we have what it takes. Mwambie jirani yako ya kwamba tunayo kinachogharimu. So I've said 2 weeks time, the standard is going to go high. Kwa hiyo nimesema kwa muda wa majuma mawili viwango vitaenda juu zaidi. That's how the reward is going to come. Hivyo ndivyo thawabu itakavyokuja. Amen. Amen. I began raising the standard in my house immediately we came home. Na nilianza kuinua kiwango katika nyumba yangu mara tuliporudi nyumbani. And Toby went back to school this time without pocket money. Na Tobi akaenda shuleni bila pesa zile za kuweka za akiba.
No pocket money. hakuna zile pesa za akiba. I said, your assignment is to bring me grades. Nikamwambia No grades, no pocket money. nikamwambia You kwamba only pay school fees for you. kazi yako ni kuniletea matokeo bora. Bila matokeo bora hakuna pesa za ziada. Did he stop to be my son? Je, alikoma kuwa mwanangu? I said, the whole of this time, Nikasema ya kwamba kwa muda wote go and beg from other children. Beg sugar. No shopping for sugar. No blue band. No milk. We'll only buy for you soap, toothbrush, shoe polish. Nothing personal. hakuna siagi, Nothing hakuna for comfort. mkate, hakuna hivi vitu My vya wife is here and msaada. Effie, they can tell you. Efi na mke wangu yuko hapa, wanaweza shuhudia. No reward for laziness. Hakuna thawabu ya uzembe. If you don't work, you don't eat. Usipofanya kazi hauli. Is that in the Bible? Je, hiyo imeandikwa katika? I want you to write down, what is my area of work? Question number one. What is my area of work? Son, you know I am not doing what you did. I'm not doing what you already did. Sifanyi That hiyo. was the last prayer point. Now, those leaders who don't want to come and pray when we are praying. Wale viongozi ambao wataki kuja kuomba tunapoomba. At least did you see the leader of prayers? The leader of prayers. Uliona They pray the way we do it here. wanaomba tunavyoomba hapa. Those prayers are the ones that remove the boulders from the way. Hizo maombi ndizo zinaondoa vitu ambavyo So you want to lead, but you are not part of praying. Kwa hivyo unataka kuongoza lakini wewe sio So sehemu you ya are not maombi. qualified to lead. Hauhitimu kuongoza. You come after we have prayed, you come after we have worshipped, Unakuja baada ya sisi kuomba, baada ya then sisi you want to be kuabudu. a leader. Kisha wataka kuwa kiongozi. I was telling General, Na nilikuwa naambia jenerali, I know two men in this country najua watu wawili katika nchi hii who have made impact. ambao wamesababisha athari. One of them is Pastor Wilfred Lai. Mojawapo ni mchungaji Wilfred Lai. Where was he trained in Nigeria? Yeye alipata mafundisho wapi? Nigeria. Another one is our father Bishop Isaka Wawire. Mwingine ni baba yetu Askofu Isaka Where did Wawire. he train Nigeria? Alipata mafundisho wapi? Nigeria. What is it in Nigeria? Ni nini kilichopo kule Nigeria? Can I tell you something? Acha niambie kitu. Nigeria is like the Kisii of Kenya. ni kama Wakisii wa And Kenya. I'm about to tell you how. Na niko karibu kuambia na Listen to me well. sikiza kwa makini. Nigeria is not a big country. Nigeria In sio fact, nchi Congo, even after it was divided, is bigger than Nigeria. Kongo hata baada ya kugawanywa ni kubwa kuliko Sudan was the largest country in Africa. Sudan before South and North went apart. Sudan kwa muda mrefu ilikuwa ni nchi kubwa zaidi Afrika baada ya Sudan kusini. Nigeria is a small country. Nigeria ni nchi kadogo. Now they have over 180 million Kenya. Right? Mark that down. That's what makes Nigeria. Na hiyo The ndio only thing close to Nigeria in Kenya is Gusii. kitu tu ambayo ni Small karibu na land nchi. filling with people. Nchi kidogo ambayo iko na watu. Amnipati? Hamnipati. Gusii Gusii is a tiny land. ni nchi kadogo. But how many people? Lakini watu wangapi? How many millions? Ni mamilioni ngapi? You know the Omo Gusii is now rivaling the big five. Wajua For a long time the big five was Kikuyu, Luo, Luya, Kalenjin, Kamba. kwa muda mrefu wale ambao wako na idadi kubwa wamekuwa Omo Gusii is watu. contending for the number 5 position. Sahihi sasa Mkisii anabishania ile nambari ya 5. Are you listening to me? Je, mnanipata? Small land, Nchi kadogo but beaming with people. lakini ambayo iko na watu wengi. In such a land, Katika nchi kama hiyo there is cutthroat competition. kuna upishi na upinzani mkubwa, Laziness cannot work for you. au mzembe haiwezi kukufanyia Are kazi. we together? Je, tuko And pamoja? when I look at Omo Gusii in the world, Na ninapomtazama Mkisii, Omo Gusii is zealous. Mkisii kuna shauku. Omo Gusii is hardworking. Mkisii ni mwenye Omo bidii. Gusii is vibrant. Mkisii ni kakamavu. How come we don't bring the same to the kingdom? Inafanyikaje ya kwamba hatuleti hiyo dhana kanisani? That's a thing that you must come with to the kingdom now. Hiyo ni jambo ambayo lazima uingie nayo katika ufalme. And no wonder God is saying you are going to overtake the West. Na si ajabu Bwana anasema utapita Nyangika Nayoro was not somebody from another part. He is Omo Gusii. Nyangika
physique. unayoweza, And I am giving you the knowledge. na ninakupa maarifa. When the genes and the physique, Wakati mbegu na kimo vinatoshana, and then you are given the knowledge. alafu unapewa maarifa. A wise man is strong. Mtu mwenye hekima ni mtu A mwenye man of knowledge increases strength. mtu ambaye ana maarifa anaongezeka kwa And nguvu, by the strength of the Lord, na kupitia kwa nguvu za you are Mungu going to pursue them. unaenda kuwafuata, And you are going to overtake. na unaenda kuwapita, And you are going to recover. na unaenda kurejesha In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Somebody shout yes. Watu wasema ndio, I didn't hear you shout like a lion. Yes. sema ndio. I didn't hear you roar like a lion. Yes. Koroma lazima sema ndio. To be a leader. Ni kinacho kuhitimisha kwa kiongozi. Amen. Amen. You must have a sense of destiny. Lazima uwe na dhana ya hatima. Where are we coming from? Tunatoka wapi? Who are we? Sisi ni kina nani? Where are we going? Tunaenda wapi? How late are we? Tumechelewa kiasi gani? When you know you are late, Wakati unapojua umechelewa, say for example for boarding a plane, kwa mfano kupanda ndege, what do? unafanya nini? You stroll. No. Je, You stroll. utakuwa unaenda tu polepole? What do? You run. Utakimbia? You rush. Unakimbia? That is what is in our mission. Hiyo ndio iko katika tume yetu. We are pursuing. Tunafuatilia. What are we pursuing? Tunafuatilia nini? We are pursuing our thing, Tunafuatilia kilicho chetu which went with somebody else. ambaye mtu mwingine alichukua. Hello. Halo. So they took away Deliverance Church from Jokai. Kwa hivyo wakaondoa ile huduma ya ukombozi kutoka kwa Jokai, They made it religion. wakaifanya kuwa dini. They reduced the standard. Wakadunisha viwango. Are you listening to me? They reduced the standard. You can be still there, but you have reduced. You have allowed the standard to be brought. That is what is in our third need there. Unaweza kuwa ungali ulipo, lakini So we don't compromise the standard. umedunisha viwango. Kwa hivyo sisi ni watu ambao hatukubaliani. They reduced the standard. Wakadunisha na kurudisha viwango chini. With him out of the way, Na yeye akishatolewa, hello, amen, we now remain like the nations of Moab and Ammon. I was telling General in the car. sasa kasalia kama nchi ya Moabu na Amoni. Now listen to this. Sikiza hii. Ammon and Moab. Amoni na Moabu. Moab is the son of the eldest daughter, and Ammon is the son of the young daughter. The Moab- two daughters of Lot. Moabu ni mwana wa binti mkubwa, alafu Amoni ni mwana wa binti mdogo. Wale mabinti wawili wa Lutu. After Lot reduced the standard, because it is Lot first who lowered the standard. Baada ya Lutu kurudisha viwango chini, God said, go far. Don't go anywhere near here. Go Mungu far. akamwambia enda mbali, And I want to show you how religion is propagated. na nitakwambia jinsi dini inavyoendelezwa. And I said, as long as I live, religion will not live around me. Na nikakwambia ya kwamba ubali ule naishi, dini haitakaa karibu nami. Here is how religion is propagated. Hivi ndivyo jinsi dini inavyoendelezwa. Don't go very far. Usiende You see, mbali. when Moses was sent to bring them out, Unaona jinsi Musa alivyotumwa kuwaleta. what did Pharaoh tell him? Farao alimwambia nini? Go, but don't go. Come on. Enda lakini usiende mbali. Don't go very far. Usiende mbali Are sana. you listening to me? Je, unanipata? Now look at your neighbor in the face and tell them, go the full length. Ambia jirani yako ya kwamba enda umbali kamili. Go the full distance. Tell them. Enda hatua yote. Amina. Abraham went the full distance. Abrahamu akaenda umbali wote. That's where faith begins with Abraham. Hapo ndipo imani inaanza na He Abrahamu. went the full distance. Alienda hatua yote. The Bible says Lot followed him. Na Biblia inasema ya kwamba Lutu akamfuata. As far as Abraham was going, Lot was going with him. Umbali ule Abrahamu alikuwa anaenda, Lutu alikuwa anamfuata. But a time came when they were separating. Lakini wakati ikawadia ambapo walikuwa And wana, after they separated, lakini baada ya wao kugawanyika, Lot lost the power of going far, of tenacity. Lutu akapoteza nguvu za kuenda mbali, za ukakamavu Tell na your neighbor, umahiri. make sure you don't lose the power, the tenacity, the power
of going far. Ambia jirani yako ya kwamba katu usipoteze uwezo, umahiri na ukakamavu wa kuenda mbali. Because the journey of faith is for those who are ready to go far. Kwa sababu safari ya imani ni ya wale ambao wako tayari kwenda mbali. Are we together? Je, tuko pamoja? Are we together? Tuko pamoja? Are we together? Tuko pamoja? No wonder we are going to overtake the others. Si ajabu tunaenda kuwapita wengine. Because Kenya is known for long haul. We are known for the marathon. Kwa sababu Kenya inajulikana katika mbio za masafa marefu. We come and we come. Tunakuja na tunakuja. Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. So Lot lost that. Kwa hivyo Lutu akapoteza. Then Kisha he chose what was ready. akachagua kile ambacho kilikuwa tayari. Religion likes what is ready. Dini hupenda kile ambacho kiko tayari. You want to know a religious person? When this man, General, stand. When this man came from Migori, Wakati huyo mtu alipokuja kutoka Migori, my daughter Magista, God has picked the topic. bila huyu msichana. This girl used to go to the PAG church. Na huyu msichana alikuwa anaenda katika kanisa ya PAG. He was born in a PAG zone. Yeye Apostle Jim. Mtume Yakobo alizaliwa katika eneo la kanisa la PAG. So when he came back to Kisii, Kwa hivyo aliporejea Kisii, it was very easy to go back home because the fiancé is also there. ilikuwa ni rahisi sana kurudi nyumbani kwa sababu mchumba wake tayari yuko pale. When he came, Alipokuja, PAG is already built and solid and stable. tayari PAG imejengwa na imedhibitika. Baba, Yeah. am I saying the truth? That's the truth, sir. What did you come for in that mabati? We were in a mabati that looks like a toilet. Tulikuwa kwa mabati ambayo inafanana na choo. Number one, I went there to see Okeyo. You went to see Okeyo, Okeyo. who was in the neighborhood. Yeah. Yes. I slept there. You slept there. So- Akalala kwa mwalimu Okeo. In the morning, I was just looking for a church. For a Asubuhi church. nilikuwa natafuta kanisa. Yeah. At least to go and be ministered to. Aga niende nihudumiwe. So when I came, there was worship. There Kwa was hivyo worship. nilipokuja kulikuwa na ibada. Mugaka was leading worship. Mugaka was leading worship. Mugaka alikuwa anaongoza ibada. And the worship pulled me. The Na worship. ibada ikanivutia. I said, let me just enter here. Kasema acha niingie hapa. So when I entered, Yes. Nilipoingia and it happened that I came into the church. nikafanyika kwamba nikaingia kanisani. And that is the time when you had come after burying your daughter. Yes, Priscilla. I just buried my daughter Priscilla. That was 16 Yeah. March. Yes. Ilikuwa ni 16 Machi. And you ministered on prayer. Na ukahudumu kuhusu maombi. And you explained on our Father in heaven. Na ukaelezea juu ya baba yetu Listen aliye carefully. And Listen carefully. He's talking of things which happened in 1997. before the ananena war. kuhusu mambo ambayo They are yalifanyika fresh in his mind. 1997 kabla ya Yesu kuzaliwa. If you are a forgetful hearer, you are going nowhere. Kama wewe ni msikilizaji msaulivu auendi kokote, Because what you forget is not part of you. kwa sababu unachosahau sio sehemu What yako, you remember is what is part of you. unachokumbuka ndio sehemu yako. Are we together? Je, tuko pamoja? so you taught just like that, and I said, which kind of fashion is this? So it really bombarded my spirit. Kwa hivyo akashangaa ya kwamba ni tafsiri gani aina hii. I thought that we were just only reciting this thing. Nilikuwa nafikiria ya kwamba hiki kitu ni ya kukariri But tu, the dimension really just bogged my spirit. lakini mkondo ambayo ilileta katika roho yangu And I was so happy. na nikafurahishwa sana. Then lastly, you spoke that is about the prophecy of the rain. Kisha ukanena kuhusu ile unabii wa mvua, And there was just a daughter there that was having a pre-wedding that day. na kulikuwa na binti ambaye alikuwa na ile mtangulizi wa harusi, And you spoke, go, come quickly, because I hear abundant rain coming. na akasema ya kwamba endeni mje upesi, kwa sababu nasikia sauti kubwa ya mvua. And I obeyed, I went. Na nikatii, nikaenda, I came back for the pre-wedding. nikarudi kwa ajili ya ile harusi tangulizi, And the rain came. na mvua What ikanyesha. time did I say? At 3. 3 sharp. 3 The rain will come. will come. So make sure you are here before 3. Nikasema hakikisha uko hapa kabla When I ya saa. tell you be here before 7 and you come after 7, you don't get anything I'm downloading from heaven. There is a boundary, there is a set standard. Ninapokuambia ya kwamba kuja hapa kabla ya saa moja na unafika baada ya saa moja, unakosa kile Mungu anataka kupatia, kwa sababu kuna kiwango kilichowekwa. God is the one who set time. The first watch, the second watch, the third watch, the fifth watch, the sixth watch, the seventh watch, the eighth watch, the ninth watch, the 10th watch, the 12th watch. It's God who set that. Mungu ndiye anayeweka wakati, muda wa kwanza, muda wa pili mpaka muda wa 12. If he tells you come at 7,
akikwambia njoo saa moja, You come what time? unakuja saa ngapi? Look at your neighbor in the face. You come what time? Unakuja saa ngapi? So I'm not bothering you. Kwa hivyo sikusumbui. No. La, I'm helping you to overtake the West. na kusaidia kupita magharibi. Look at your neighbor and tell them, anatusaidia. Na kusaidia. Come on, mwangalie tena. Mwambie kwa furaha. Sitaki kuona usuni kwa uso ya mtu. Tusaidia. Mwambie anatusaidia. Anatusaidia. To school without. Siku nilipomwambia Tobia kwamba unaenda bila pesa za ziada. Without pocket money. Bila pesa za And I'm ziada. not buying for you blue band. I'm not buying for you milk. I'm not buying for. You will only eat the basic food which the school gives. Sikununulii siagi, No sugar. sikununulii maziwa, Additional. sikununulii sukari. Utakula chakula cha kawaida ambacho kinapeanwa shuleni. You will only get those things after you come with grades at the end of the term. So I will be giving you as you bring me the fruit. Utapata hivyo vitu wakati utaleta matokeo, wakati No work, unakuisha. no eating. Bila kazi hakuna kula. Are you listening to me? Je, unanipata? Tell your neighbor, our bishop is helping us. Pia jirani yako askofu anatusaidia. And I was telling them of my teacher who taught me mathematics. Na nilikuwa nawaambia kuhusu mwalimu wangu aliyenifundisha hisabati. Used to work on our backs. Alikuwa anashughulikia migongo yetu. Used to say, I'm preparing for you blue band, na wewe unaweka. Kwamba na kuandalia siagi nawe unamwagia He mchanga. used to tell me when you will be eating blue band with your wife and children, I will not be there. Anasema utakapokuwa unakula siagi na wanao na watoto wako sitakuwepo. But I have a better motivation to do what I'm doing to you. Lakini sasa niko na msukumo bora zaidi Because when you will be eating blue band, I will be there. kwa sababu utakapokuwa unakula siagi nitakuwepo. If you don't eat blue band, I will not eat blue band. Na usipokula siagi sitakula So you siagi. see, my motivation is better than his. Kwa hivyo tunaona msukumo Come wangu. on, tell your neighbor, baba anatusaidia. Baba anatusaidia. Come on, tell your neighbor, baba anatusaidia. Baba anatusaidia. Na Efia alikuwa anaambia Tobi, baba anakusaidia. Yes. Akakubali kwenda shule. Hivyo. Praise the Lord. So I say by 3 uwe wapi? Kwa hivyo tunasema kuanzia ikufikia saa 9 uwe hapa. I'm this kind of a prophet that when I prophesy, Mimi ni aina ya nabii ninapo I don't look at tabiri. signs. Is there any sign of rain? Siangalii ishara. Je, What I kunayo? hear him saying, that's what I say. Ninachomsikia akisema ndicho nachosema. And so it was very natural for people to think this is a big joke. Kwa hivyo ilikuwa ni jambo la kiasilia watu kufikiria ya kwamba hii ni mzaa mkubwa. Maybe bishop anaomboleza binti wake. Bado si unaniwazianga hivyo saa zingine. When you see me physically, Napo niangalia kiasilia, you think maybe it's morning. sema ya kwamba huenda ako katika That's the day muda he wake wa came. maombolezi. Hiyo ndio siku aliyokuja. Can you remember your divine connection, how you got connected to me? Unakumbuka muunganiko Can you wako? remember? Every one of you must remember. Je, kila mmoja wenu yafaa akumbuke. He came. Akaja. And at that time, sharp, Na wakati huo, that was history. hiyo ilikuwa ni historia. I've ever told you to Google meteorological department, Google March. Kila mara nimwambia ya kwamba mtafute mtandaoni katika idara ya utabiri ya hali ya hewa. Tarehe 16 After the long drawn El Nino rain, a drought, baada ya kiangazi kirefu, famine, kiangazi then kirefu, suddenly kisha kwa ghafla they reported the rains are back. wakatoa ujumbe ya kwamba It mvua has imerejea rained in Kisii. na kumenyesha Kisii. That was 1997. 1997, 20 years ago. miaka 20. Last year was 20 years. Mwaka uliopita ilikuwa ni mwaka Then the 20. second thing God said here, there, what has begun here will go down to South Africa. Kisha Mungu Then it will akasema come to the rest of Africa and then to the whole world. kile Mungu ameanza hapa itaenda Afrika Kusini. Those are the exceeding great promises you people carry. Hizo ni baraka za ajabu na hadi za ajabu ambazo watu tunapeka. When we are putting houses here, Tunapoweka nyumba hapa cars, na tunaweka hizo gari, we are not out of our mind. sisi hatujapotoka We are not kilini. mad. Sisi sio We wewe. know what we are going to do. Tunajua kile ambacho tunaenda We kupata. know where the money is going to come from. Tunajua pesa zitatoka wapi. We don't play lotto because we are
Loto ni mchezo ya masikini. Any kind of lottery is for the poor. Rich people don't play lottery. Pata potea yoyote, mchezo wa pata potea yoyote ni ya masikini. We are not playing lotto. Kwa hivyo hatuchezi loto. We know where we are going to dig the gold. Tunajua tunaenda. We know where the diamond is. Tunajua almasi. We know where the oil is. Tunajua mafuta We are going to buy oil fields. tunaenda kununua. We are going to buy fields with diamond. We are going to buy fields with gold. And with that, Na tukiwa na you hilo. will see those houses go up. You will see big cars. You will see private jets. Somebody shout, I have what it takes. I didn't hear you. I have what it takes. Thank you, Lord. Sit down. Kaeni Thank you, chini. sir. Thank you, sir. I'm done. And lastly, sir, Lastly, when I saw the rain, Nilipoona mvua, I had 1,230 in my pocket. nilikuwa na shilingi 1230. I gave 1,200 and I remained with 30 shillings to take me to Nyabigere. Nikatoa shilingi 1200 na nikasaidia na shilingi 30 ya kurudisha Nyabigere. And my Hata mageuzi kamilifu. Jesus asked them, Yesu akauliza, when you went to the wilderness, mlipoenda nyikani, what did you go to see? mlienda kuona nini? Please, Tafadhali. why do I chase people here? Mbona naofurusha watu kutoka hapa? I'm not looking for crowds. Sitafuti umati. I'm looking for people who want to be upgraded in value. Na tafuta watu ambao wanataka kuboreshwa kwa dhamana. He asked them, what did you go to see? Kauliza, mlienda kutafuta nini? A nicely dressed man? Mtu ambaye amevalia vizuri. He said, no, those ones are in palaces. Sema hapana, wao wako katika makasri. But what did you go to see? Sema ulienda kutafuta nini? Hello? Said a prophet? Sema nabii? Said yes, and more than a prophet. Sema ndio, na zaidi ya nabii. So, hear me. Sasa sikiza. When you came here, what did you see? Ulipokuja hapa, uliona nini? You know why people cannot remove him from me? Unajua mbona watu hawezi wakamuondoa kutoka kwangu? I told you Ndubi was his pastor kutoka akiwa mdogo. So he knew Ndubi. Ndubi was the pastor of the fiancé. Mchungaji Ndubi had a well-built church. Mchungaji Ndubi alikuwa mchungaji wake kuanzia utotoni. Alikuwa na He left kanisa all that ambayo and tayari came to ilikuwa. Mabati, which looked like a toilet. Akaacha yoyote akakuja katika kanisa ya mabati ambayo inafanana na choo. So when you sit there, Kwa hivyo unapokaa pale, what are you seeing? unaona nini? Ask the neighbor, what are you seeing? Muulize jirani yako, unaona nini? Because I don't want to waste your time. Kwa sababu sitaki kupoteza muda wako. And I don't want you to waste mine either. Na mimi pia sitaki upoteze muda wangu. Because time is money. Kwa sababu precious. Time is precious. muda ni dhamana. I'm 50 friends. I have 10 more years of strength. Mimi sasa hivi niko na umri wa miaka 50, niko na mwaka 10 zaidi. And I'm going to guard every hour of that. Those 10 days. Na ninaenda kuchunga kila muda, kila wakati na kila lisaa ya hiyo miaka ambayo imesalia. Are you listening to me? Tuko pamoja? Are you listening to me? Tuko pamoja? So, that is what drew you. Kwa hivyo hiyo ndio ili kuvutia. You can look at his life. Unaweza tazama maisha yake. I want you to set your mind because we are going to increase speed. Nataka uweke akili yako vizuri kwa sababu tunaenda kuongeza kasi. The standard is going to go high. Viwango vitawekwa juu zaidi. Hear me. Sikiza. Ecclesiastes chapter 10, is it verse 5? Solomon says, Mhubiri 10. I've seen another evil under the sun. Kasema ya kwamba nimeona uovu mwingine chini ya jua. Yes? I've seen another evil under the sun. Nimeona uovu mwingine chini ya jua. Said I've seen princes are paddling on the ground, on feet. Kasema ya kwamba nimeona watawala wakikanyaga chini. But slaves, is it verse? Yes? 10:5, yes. See, but slaves are riding horses. Lakini watumwa wanapanda farasi. Why? Mbona?
That's an order God wants to be reversed. Hiyo ni ratiba ambayo Mungu anataka irejeshwe kwa njia nyingine. Hear me, Baba. Sikiza. General. Brother. As far as East and West is concerned, Mbali kule mashariki na magharibi inahusishwa, we are princes. sisi ndio watawala. They are slaves. Wao ni watumwa. They are riding on horses. Wao wanaenda kwa farasi. We are paddling on feet. Sisi tunaenda kwa miguu. I'm not demeaning them. Si wadunishi. I'm simply saying, as far as God's allotment is concerned, Nasema umbali ule jinsi ambavyo Mungu alikuwa ameratibisha na kuwekea kila watu mgao wao. how many preachers have private jets in West Africa? Ni wahubiri wangapi wako na jeti ya kibinafsi Afrika Magharibi? Over 7. How many have in East? Hapa I'm kusini. not aware of one. Should things remain like that? Je, yafaa vitu visalie hivyo? Okay, before you get me wrong, why do we need private jets? Mbona tunahitaji jeti ya kibinafsi? Because we are not getting anything for luxury. I can assure you, Kwa sababu Father is not about to give you anything. hatupati chochote kwa ajili ya starehe za kibinafsi. But I was telling General, Lakini alikuwa anaambia jenerali, because God is going to make you a superintendent of a big church. kwa sababu Mungu atakufanya msimamizi wa kanisa kubwa. So maybe you will be based in Kuala Lumpur. Huenda utaishi Kuala Lumpur. And when I talk, wherever I have stepped, Malaysia was my first stop when I flew. Okay, Ethiopia by default, then Malaysia. Ethiopia, kisha Malaysia, kisha Singapore. Actually, let me follow the proper order. Acha nifuatilie. Ethiopia, Then Singapore, kisha Singapore, then Malaysia, kisha Malaysia, then Thailand, kisha Thailand, then Hong Kong. kisha Hong Kong. Are you seeing how I have stepped a lot in Asia? Unaona Any other jinsi part? nimekanyaga bara Asia kuliko kokote kule. And the prophetess said, Nabii akasema, this water is going to Nairobi haya maji yanaenda Nairobi, to clean Nairobi. kutakasa na kusafisha Then Nairobi. it will go to Mombasa. Kisha itaenda Mombasa. Then it will go where? Kisha itaenda wapi? Asia. Bara Asia. Then to Africa, to America. Kisha Marekani. Now, you will be in Singapore or Kuala Lumpur, Kwa hivyo huenda utakuwa Singapore ama Kuala Lumpur. but you are overseeing, Lakini you are superintending unasimamia great works. kazi kubwa kubwa. That's when you know you need a private jet. Hapo ndipo unajua ya kwamba unahitaji jeti ya kibinafsi. Yes, sometimes the road moves and you do meeting like call until after the morning. Wakati ambapo upako unaenda na unasafiri kama Paulo mpaka asubuhi. Unafanya mkutano kama Paulo Until morning. mpaka asubuhi. And yet you are supposed to be in Dar es Salaam. Ilhali wakati The huo Sunday service. yafaa uwe Dar es Salaam katika ibada ya Jumapili. So utakuwa unalia nini? So hakuna flight sahi. That's why people own private jets. Ndiposa watu wanakuwa na jeti za kibinafsi. Only need a pilot who is qualified, whom you have employed. Au ajiriwe na mtu. Unahitaji tu rubani ambaye amehitimu, ambaye umeajiri wewe. Unamaliza mkutano, Get into the plane. unaingia kwenye You ndege, sleep in the plane. kisha unalala kwa ndege And you land in your station. na unatua katika eneo lako. And believe me, Na niamini, this is the prototype son. huyu ndiye mwana kielelezo. He is your elder brother. Yeye ni kaka yako mkubwa. Watch him carefully. Mtazame kwa makini. Learn as much as you can from him. Jifunze mengi zaidi kuliko kutoka kwake. Where he is going, you are going, and even beyond. Anapoenda unaenda na hata zaidi. Thank you, sir. Asante Bwana. So what happened in Kenya? Kwa hivyo nini kinachofanyika Kenya? We received the spirit of Ammon. Tulipokea roho ya Amoni na Moabu. Moab, I said, is religion. Moabu nikasema ya kwamba ni dini. You don't want to go the full hog. Hautaki kuenda hatua kamilifu. How was it born? Ilizaliwa kwa njia gani? It was born when Lot refused to go the full hog. He had been walking with Abraham. Alikuwa anatembea na Abrahamu. Hello? Hello. Hello? Hello. He had been walking, Alikuwa anatembea na Abrahamu. but he never took the spirit of Abraham. Lakini hakuchukua roho ya Of Abrahamu going the full hog. ya kuenda hatua yote. Whatever God says, give. Chochote Mungu anachosema toa, unatoa. Whatever God says, do. Chochote Mungu anasema fanya, unafanya. Son, did you come with what I told you to represent?
it might have been forgotten. Fanya hiyo. You are stirring the spirit of Abraham. Unachochea roho ya Abrahamu. The centurion told Jesus, I am a man under authority. Yule akida akamwambia Yesu ya kwamba mimi ni mtu chini ya mamlaka. I say to that one, come. Namwambia yule njoo. I say to that one, go. Namwambia yule enda. You can't exercise authority unless you have sat under authority like that. Huwezi ukatendeza mamlaka ila tumekaa chini ya mamlaka kama hiyo. Where you are told go and you do what? Ambapo unaambiwa enda na unaenda. You are told come and you do Unaambiwa what? njoo na You are unakuja. told give and you do what? Unaambiwa peana na unapeana. Amen. 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 So Lot walked with Abraham. Kwa hivyo Lutu akatembea na Abrahamu. He never learned those principles. Hakujifundisha hizo kanuni. Time came when he was on his own. Na wakati ukaja ambapo alikuwa anajisimamia. He becomes a captive. Akafanyika mateka. Abraham goes to rescue him. Abrahamu akaenda kumnusuru. Why was he not able to wage war yet he lived with a warrior? Mbona hakuweza kupiga vita ilhali alikuwa ameishi na mwanavita? A time comes when he is in danger of dying in Sodom. Wakati ukawadia ambapo kwa hatarini ya kufa Sodoma. Who interceded for him? Nani Why akamwombea? was he not an intercessor and he lived with an intercessor? Mbona hakuwa mwombezi ilhali aliishi na mwombezi? Yaambiwa uombe unaomba kama chura ambaye inaenda kukufa. Ukiambiwa fungua kinywa uombe. Ukiambiwa omba mpaka hapa. Why was he not praying for himself? Mbona hakuwa anajiombea? But what did Abraham do? Kini Abrahamu akafanya Abraham nini? rescued him. Abrahamu apia jirani yako Abraham interceded for him. Abrahamu akamwombea. There comes a thing which your pastor cannot do for you. Kunakuja na vitu ambapo mchungaji wako hawezi And that akafanyia. day finally came for Lot. Na hiyo siku hatimaye ikamjia Lutu. The angels landed in his house. Malaika wakatua katika nyumba yake. After Abraham has prayed for him, Baada ya Abrahamu kumwombea, the angels gave a command. na malaika wakatoa amri, Don't look back. usitazame nyuma. Don't go anywhere near here. Usiende kokote karibu hapa. But this guy was used to compromising everything. Lakini huyu jamaa alikuwa amezoea kukubaliana na God kila said, kitu. don't look back. Mungu akamwambia kwamba usitazame nyuma. He's debating with the angels. Says, Anajadiliana na malaika. but oh, Lakini this hill is near here. jua mlima huu karibu hapa. Why do you want us to go to a very far church? This church is near. Mbona wataka Why twende don't we go kwa here? habari? Mbona tusiende hapa tu? Excuse me. Niwie radhi. That's a spirit that will sink you. Hiyo ni roho ambayo itakuzamisha. Don't go for near things. Usiende vitu ambavyo ni vya Look karibu. your neighbor in the face, tell them don't go for near things. Tazame jirani yako mwambie kwamba usiende vitu vilivyo kwa Don't go for karibu. cheap things. Usiende vitu rahisi. Don't go for ready things. Usiende vitu vilivyoko Go tayari. on a full hog. Enda hatua yote. Go all the way. Enda kote kote. The full length of your life. Hatua kamilifu ya maisha yako. The wife and the children, they are seeing him. Mke wake na watoto wake wanamwona. They are checking him. Wanamwangalia. The way he's playing games with the angels. Jinsi anavyofanya mchezo na malaika. That's how your wife and children are checking you when you talk about dignitaries. The same Hivyo ndivyo mke wako na You watoto know the wako people wana I line here are dignitaries. watu ambao ninaweka foleni hapa ni Na watu kama wakuu. unaongeanga juu yao na mke na watoto, they are seeing you. You are Wanakuona. imparting values how they should be talking about servants of God. Unapachika dhana fulani jinsi ambavyo wafaa wale wakizungumza ndivyo Whatever you wanaenda. give children, they will give you a full measure, Na chochote pressed down and shaken together and running over. na chochote ambacho unapatia watoto watakupatia ile ambayo ni kikapu kamili, imesindiliwa, imetikiswa tikiswa na inamwagika. So Lot's time of reaping came. Kwa hivyo wasaa wa Lutu kuvuna ukawadia. They walked a few steps out of Sodom. Wakatembea hatua chache kutoka Sodoma. What happens? Nini kafanyika? The wife looks back. Mke wake akatazama nyuma.
becomes a pillar of salt. akageuka kuwa nguzo ya chumvi. They continued. Wakaendelea. To a lot, he knows he dare not look back. Masikini Lutu anajua ya kwamba akithubutu kuangalia nyuma ako hatarini. But even though he is going forward, Lakini ingawa anaenda he mbele, has chosen a wrong destination. amechagua hatima mbaya. That's not what God chose for him. Hiyo sio kile Mungu alimchagulia. So he goes ahead. Kwa hivyo anaendelea mbele And he goes to the mountain he chose himself. na anaenda kwa mlima ambaye amejichagulia mwenyewe. And the angel said, go. Malaika wanasema sawa, enda. When he arrived there, Anapofika pale there were no men hakukuwa na wanaume. to marry his daughters. Sasa akawaoa binti zake. There were no men Hakukuwa na wanaume wa to marry his two daughters. kuoa binti zake wawili. The daughters had learned the ways of Sodom. Na mabinti walikuwa wamejifundisha njia za Sodoma. They knew in Sodom there is no respect. Father and mother, father and daughter, no problem. Walijua ya kwamba kule Sodoma hakuna heshima. Baba na binti hakuna shida. They knew their father had some morality in him. Walijua ya kwamba baba yake alikuwa na heshima kidogo So ndani they yake. knew we can't get this thing from our father conscientiously. Kwa hivyo wakajua ya kwamba hii kitu hatuwezi tukapata kutoka kwa baba kwa yeye mwenyewe kwa hiari yake. Hello? Amen. But we can induce it. Lakini tunaweza kuitengeneza kwa njia fulani. That's why I'm very close with members who want to induce things out of me. Ndiposa They're called manipulators. watu ambao wanataka If they kutapeli buy you a phone like Alice did, wakikununulia now you can't rebuke them. How many times wakikununulia have I simu rebuked you? Come. jinsi Alice alivyofanya, wanajua ya kwamba sasa huwezi ukawakemea. You will never turn me into Lotto. Hautanigeuza kwa pata You potea. think if you buy me a watch, now you have infused my compliance. Unafikiria ya kwamba sasa ukininunulia hii na ile, sasa nitakuwa nakubali na kila kitu nachofanya. This girl is the first one who bought me a phone. Huyu binti alikuwa wa kwanza kuninunulia simu. But ask her how many times I've rebuked her. Na muulize ni mara ngapi nimemkemea. That's why she has remained. Bosa amesalia. She still loves the Lord and she still serves here. Angali anampenda Mungu na angali anakaa. Mungu akubariki. Don't buy for me anything to induce me. Hauninunulii chochote kunitapeli. So they manipulated Lot. Kwa hivyo wakamtapeli Lutu. Made him drunk. Wakamfanya alewe. They said, you firstborn, go first. Kasema wewe mzaliwa wa kwanza, enda kwanza. Moab was born. Moabu akazaliwa. Who needs a father? Ni nani anahitaji baba? Moab means who needs a father. Moabu inamaanisha ni nani anahitaji baba. What are fathers for? Na baba ni wa nini? There is a spirit of Moab in this country. Na kuna roho ya Moabu katika nchi hii. Say mother and child, mother and child, mother and child. Nasema mama na mwana, mama na mwana, mama na Is there mwana. the spirit of Moab? Ni roho ya Moabu. It's very rampant where my wife came from in central Kenya. Ni imeenea sana kule ambako mke wangu alitoka, Kenya ya kati. We are going to crush those demons. Tunaenda kwa ponda au roho. We are going to step on them. Tunaenda kwa kanyaga. For your information, they are the ones who overthrew Jokai, and I don't repent for saying that. Kwa juza wao ndio walimngatua Jokayo. Na siombi msamaha kwa kusema hayo. There are things I'm anointed to say. Kuna vitu ambavyo niko na upako wa kusema. Who needs a father? Ni nani anayemhitaji baba? Then Kisha the younger daughter went in. binti mdogo akaingia. Hello. Ammon means son of my father. Ammon inamaanisha mwana wa baba yangu. Hello. Who is son of your father? What do you call son of your father? As far as relation is concerned. Ndugu. So that spirit Kwa hivyo hiyo roho is at work in the church. inafanya kazini kanisani. No respect for authority. Hakuna heshima kwa mamlaka. So you don't want a father over you. Kwa hivyo hautaki baba juu yako. And then brotherhood. Kisha kunakuwa na roho ya undugu. We are just brothers. Kwa hivyo sisi ni mandugu Why are you tu. rebuking me? We are just brothers. Mbona unanikemea? Who are you to rebuke Wewe me? ni nani kunikemea? Oja, the spirit of Elijah is here. Roho ya Elia iko hapa. He will turn the hearts of the fathers to the sons. Atageuza roho ya kina baba kwa And wana. the hearts of the sons back to
their fathers. na roho ya wana rudi kwa baba yao, Unless I strike the earth with plagues. ila nisije nikaipiga ulimwengu na laana. 1999, I was sent with that message to the bishops of Kenya. 1999 nilitumwa na huo ujumbe kwa maaskofu wa Kenya. I was living in Ogembo. Nilikuwa naishi Ogembo. God told me where the rain started beating us in Kenya from 1972. Mungu akaniambia mahala ambapo majanga yalianza kutuvamia kuanzia 1972. I wrote down everything faithfully. Nikaandika kila chini kwa uaminifu. I went to bishops who are my fathers in Nairobi. Nikaenda kama askofu ambao ni baba zangu kule Nairobi. I gave them the message. Nikawapatia ujumbe. And they asked me, who is your bishop? Kisha wakaniuliza askofu wako ni nani? Who is your father? Baba yako ni nani? I said Mudhe. Mudhe was not known then. Askofu Mdee hakuwa anajulikana. Wawire was not known then. Askofu Wawire hakuwa anajulikana nyakati They hizo. pushed me around. Wakanisukuma. Finally, Hatimaye they told me, young man, kuniambia kijana, it's a heavy message you have brought to us. ni ujumbe mzito ambao umetuletea. We need to meet with you again Yafaa tukutane nawe tena so that you can explain it to us. We receive it to the depth. ili utuelezee tuone kwa kina. But that message, as I was instructed by my father, Na huu ujumbe jinsi nilivyoagizwa na baba yangu, I was supposed to take it to them first. ilikuwa yafani wapeleke kwanza, Then I take it to Jokayo. So it was copied to Jokayo. kisha niende kwa Jokayo. Kwa hivyo kuna ile chapa ambayo ilipelekwa kwa Jokayo. I'm talking 21 years later. You know, even the law of secrecy, after 20 years, you are allowed to reveal secrets. Hata ile sheria ya usiri baada ya miaka 20 kunaruhusiwa kutoboa siri. So I didn't do it in the beginning. Kwa hivyo sikuifanya hapo mwanzo, I'm doing it now. naifanya sasa. Are we together? Je, tuko pamoja? Are we together? Tuko pamoja? Are we together? Tuko pamoja? This service for leaders. The main service is about to begin. So what I'm Hii ni baada ya viongozi. for leaders. Baada nyingine itaanza baadaye. Yes, it's for leaders. Ni ya viongozi. So they said, give the messages to us. It's our message. Give us all the copies. Nasema ya kwamba All the patie. copies, and I remain with only one. Nikasalia tuna moja. They told me, they asked me, have you gone to Jokayo with this message? Have you taken? I said, no. They Kasema told me, je, umeenda kwa Jokayo? don't go to him. Nasema usiende kwake. I'm speaking the truth. Nasema ukweli. God is in heaven. He's watching me. Mungu ako mbinguni ananitazama. I went to Tala where I was preaching. Nikaenda Tala kule ambapo nilikuwa na ubiri. The following morning, Bishop Kimote, who was with me in Tala, went to town to meet Jokayo. Siku iliyofuatia Askofu Kimote alikuwa nami Tala, nikaenda kukutana na Kayo. They met at New Stanley Hotel, and as they were meeting, one of the bishops came running with the copy of the Nini in his hands. Tunapokutana mmoja akimbia akikuwa na mojawapo wa chapa katika mkono wake. That's a bishop Kayo preached to in Kampala in Uganda in 1971. Huyo ni askofu ambaye Kayo alimhubiria kule Uganda 1971. Say, Daddy, Sema, you Daddy. mean this is what these people did to you? Unamaanisha ya kwamba hivi hao watu walikufanyia? You mean this is how they treated you? Maanisha ya kwamba hivi ndivyo I've walikufanyia? never known. So Sijajua. how did you know? Sasa I ulijuaje? said, oh, a young prophet came to South B. Nabii kijana alikuja South B. Jokayo asked, how did he look like? How did he behave? He said, no, he behaved well. He handled himself so well. He was so meek. Alikuwa mnyenyekevu We are the tu. ones who mistreated him, but he was so meek. Ukweli wa mambo ni kwamba sisi ndio tulimkosea, lakini alikuwa mnyenyekevu na sana. So Jokayo said, where did he come from? He said, he came from Kisii. Akasema alitoka wapi? Jokayo anauliza. Akasema alitoka Kisii. Then Kimote says, I know the young prophet. Askofu Kimote akasema najua huyo nabii kijana. And Jokayo told him, can you bring him to me tomorrow? Kayo akamwambia mlete kwangu kesho. Are we together? Amen. So the following day, Kwa hivyo siku iliyofuatia I landed in New Stanley Hotel and we had face-to-face with Jokayo. nikaingia New Stanley Hotel na tukakuwa na majadiliano ya My moja kwa first moja. time to see Jokayo face-to-face. Nilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuona Jokayo moja kwa moja, ana kwa ana. And I reproduced the one copy I had. Now I was free. Na nikatoa ile chapa moja ambayo nilikuwa nimesalia. He told me after that bishop left, another one came.
Akaniambia baada ya yule askofu kutoka mwingine pia akaja. So I gave him the copy and we were reading together. Kwa hivyo nikampatia chapa na tulikuwa tunasoma pamoja. Na nilikuwa napiga kijistari. Young man, Kasema kijana, what did they tell you? walikwambia nini? You go to them to explain the message? Kwa uende kwa waelezee ujumbe. He told me don't go back to them. Kasema usirudi kwao. A prophet does not explain his message. Nabii haelezei ujumbe wake. They have the message. Wako na ujumbe. Let them act on it. Wacha wao waishughulikie. Don't go back to them. Lakini usirudi kwao. Told me, do you remember the young prophet? I told you. Nasema kwamba je, wakumbuka yule nabii kijana? He was told don't go back the same way you came. Aliambiwa ya kwamba usirudi kwa njia hiyo. Listen carefully. Sikiza kwa makini. He said instead, young man, Kasema badala yake kijana, go back to Kisii. rudi Kisii. You are a prophet. Wewe ni nabii. You must build a home. Lazima ujenge So boma. go and build a home Kwa hivyo enda ujijenge where boma people will come to consult you. ambapo watu watakuja I'm kukuulizia. speaking the truth in God. Nasema ukweli ndani ya Mungu. That was 1999. Hiyo ilikuwa 1999. 2000 May 14 we began building the home. 2000 mwezi wa 5 14 tukaanza kujenga boma. Now I am a Luo. Mimi ni Jaluo. And the Luo does not go to build a home until he has a son. Come again, my son. Na Waluo hawaendi kujenga boma mpaka awe na mwana. There are principles God knows and he respects. Kuna kanuni ambazo Mungu anajua na anaziheshimu. Look at your neighbor and tell them you are not born among Kisii by mistake. Pia jirani yako ya kwamba haujazaliwa Mkisii kwa kosa. God has nothing to apologize about you. Mungu hana chochote cha kuomba samahani I juu say yako. God has nothing to apologize about you. Nasema Mungu hana chochote cha kuomba msamaha juu yako. Where you were born, Kule ulikozaliwa, which gender you were born, whether you were born a woman, don't cry because you are a woman. God does not apologize. jinsia uliozaliwa, wewe kama ulizaliwa wa kike au wa kiume. Oh, I wish I was a man, stupid. Laiti ningalikuwa mwanaume. Don't wish anything God never created you. Tamanie chochote Mungu akukumba. I wish I had a light skin, stupid. Laiti ningalikuwa na ngozi nyeupe. Don't wish anything God never created you. Usitamanie chochote Mungu You are akukumba. fearfully and wonderfully made. All his works are perfect. Kazi yake yote ni ya kupendeza. There is no mistake in the work of Hakuna God. dosari kwa kazi ya Mungu. So God knows I am a Luo. Kwa hivyo Mungu anajua mimi ni Jaluo. Gave me a son. Kwa hivyo akanipa mwana. And don't I celebrate my son? Na je, ninamsherehekea mwanangu hapa? Don't I celebrate him? Ninamsherehekea. And we began to. Kaanza tukiwa wawili. I thank God he has not been Lot. Nashukuru Mungu hajakuwa Lutu. Hakunifuata tu. He has not been Lot. Hajakuwa Lutu. I've taught him everything. Nimemfundisha kila kitu. When I go away, I come, I find him doing what I taught him. Ninapoenda nikirudi nampata akifanya nilichomfundisha. God said he wants to produce 1,000 like him. Mungu akasema anataka kuzalisha 1000 kama yeye. Ni nini inakuzuia? Hebu angalia jirani yako kwa sura. Mwangalie kwa sura, muulize ni nini inakuzuia? Ni nini inakuzuia? Because whether you like it or not, listen to this. Sikiza hii. Whether you love him or not, Upende usimpende. this man is going to float in money. He's going to float in Huyu mtu anaenda kuelea kwa pesa. like a boat. The way a boat floats in Jinsi money. mashua inavyoelea kwenye He's maji. going to float in money. What? Hivyo ndivyo atakavyoelea kwa pesa. He's going to crisscross continents. Anaenda kuvuka mabara. Huku kule na kule. Firstborn is the standard measure in the principles of God. Mzaliwa wa kwanza ni kipimo katika kanuni za Mungu. He's so ready to go. I'm delaying him. Ako tayari sana kwenda, nimemchelewesha. He's been with me since 1997. How many years ago? Amekuwa nami tangia 1997. Miaka ngapi hizo? Jacob stayed in Laban's home for 20 years. Yakobo akakaa katika mji wa Labani kwa miaka He 20. was ready to go. Alikuwa tayari kwenda. Make a covenant. Kafanya agano. He has stayed for more than enough. Amekaa zaidi ya muda wa kutosha. I'm delaying him. Ninamchelewesha.
Because I'm asking God, who is going to take the place where he's standing? Kwa sababu nauliza Mungu ya kwamba nani atakayechukua nafasi ambayo amekuwa akisimamia. Hey, look at your neighbor and tell them no work, no eating. Ambia jirani yako, mwambie hakuna kazi, hakuna mlo. I've been hearing some are doing, when you think I don't hear, you think God doesn't speak to me. When this time we have not been paid. No work, no pay. Bila kazi hakuna kulipwa. Since I set the standard, people should come at 9. By 9, all the leaders are in. Tangia niweke viwango kufikia saa 3 inatakana ya kwamba viongozi wote wako hapa. And I said by 10 all the members should be in. Na nikasema kwamba kufikia saa 4 washirika wote yafaa wako ndani. Who is supposed to make the members to be in by 10? Me. Ni nani yafaa hakikisha kwamba washirika wako ndani kufikia saa 4? Why are some locked out? Mbona wengine wanafungiwa nje? Because of me? Kwa sababu yangu. So where do you want the pay to come from? Kwa hivyo unataka mshahara utoke wapi? 3 months since I instituted new tithing. Miezi mitatu tangia nilipoanzisha hii kanuni mpya na mfumo mpya ya kutoa fungu. You check the record. Has the tithing gone up? No. So where do you want the pay to come from? Sasa unataka mshahara utoke wapi? If you are looking for a chance to go, can you start going? Kama unatafuta fursa ya kujiondoa, unaweza jiondoa. But I will never be manipulated. I will never be intimidated. Not me. Katu sitatapeliwa, katu sitajumbishwa. Like I did with Toby, I have already decreed. There's not going to be anyone on the payroll until next year. Until I see fruit, productivity. Jinsi The nilivyofanyia payroll is closed. mshahara umefungwa. No work? No pay. Come on, speak. No work? Bila kazi. I'm not hearing you. No work? Bila kazi hakuna mshahara. He will eat at my table because he is productive. Atakula kwa meza yangu kwa sababu yeye ni wa kuzalisha. I'm zealously waiting to see who is taking over after he leaves. Kwa shauku kubwa na ngoja kuona nani atakayechukua nafasi yake baada ya kutoka. And he's not living in that way as you think, no? Na hatoki tu kwa njia hivi hapana. I'm planting him somewhere very soon. Ninampanda mara fulani hivi karibuni. And watch him after he's planted. Na mtazame baada ya kupandwa. Watch him after he's planted. Mtazame baada ya yeye kupandwa. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Somebody shout, I need a father. Tusema nahitaji baba. Moab says, who needs a father? Moab akasema ni nani anahitaji baba? Shout, I need a father. Sema ninahitaji baba. Shout again, I need a father. Sema ninahitaji baba. Shout, I can't do without a father. Sema siwezi bila baba. Ammon says, son of my mother. Amono akasema ya kwamba mwana wa baba yangu. I thank God I have made you their brother, but you didn't allow them to make them Ammonites. Nashukuru Mungu ya kwamba nimekufanya kaka yao lakini haukufanya Waamoni. Brother. Kaka. Brother. In fact, I told them to tithe to you. Ukweli wa mambo niliwaambia ya kwamba wawe wakitoa fungu zao kwako. You will check and show me if there is any pastor who has ever done that. Utaangalia na kuniambia kama kuna mchungaji yote ambaye ashaifanya. How many people have been tithing to you? Wangapi wamekuwa wakitolea fungu? Among the ministers. Okay, take the count. Tapiga hesabu. But the one I'm asking you can answer immediately. 5. How many are tithing to me here directly? Only you. So who has more tithers tithing to you? Kwa hivyo ni nani ambaye akona watu wengi ambao wanatoa fungu la 10 chini yake? I did it. Nilifanya. Because he's qualified. Kwa sababu amehitimu. When you tithe to him, you receive a blessing. Unapotoa fungu kwake unapokea baraka.
From the time God made him a general, I made him to sit on my seat here. Tangia wakati Mungu alipomfanya jenerali nikamfanya kukaa kwenye kiti changu hapa. I also gave him what goes with the seat. Nikampa pia kile ambacho kinaambatana. Together? Je, tuko pamoja? Together? Tuko pamoja? The rest of you are supposed to eat from my table. I'm a father. Ile wewe yafaa wewe wakikula kutoka kwenye meza yangu kwa sababu mimi ni baba. I feed all of you. There are people who have done things yote. I've done for things not because they are ministers. Kuna watu ambao nimewafanyia vitu hapa sio kwa sababu wao ni wahuduma. Even those who are ministers, I don't pay you. I'm sharing with you as my children. Na hata wale ambao ni wahuduma siwalipi, ninashiriki nanyi kama wanangu. The kingdom is a spirit of sharing. Katika ufalme ni roho ya kugawa. All things in common. Kwa sababu walikuwa na vitu vyote kwa jumla. Are we together here? Amen. Are we together here? Amen. So Moab and Ammon, Moabu na Amoni is what has been ruling Kenya. Ndio imekuwa ikitawala Kenya Since 1974. tangia Kedamia. Are we together? Kwa pamoja. Are we together? Kwa pamoja. That is what God is saying we are going to clean. Hiyo ndio Mungu anasema tutasafisha. When the prophetess was talking, I know, I understand. Wakati nabii wa kike alipokuwa anazungumza najua naelewa nafahamu. So I was commissioned by the senior most father in this land. Kwa sababu nilizinduliwa na baba wa juu zaidi katika nchi hii. To go and begin a home. Kuenda na kuanzisha boma. He said in Kisii. Kasema Kisii. What he didn't know, I had already marked the land in Kisii. Kile ambacho hakukuwa amejua ni kwamba nilikuwa tayari nimeweka alama katika Kisii. When I buried my daughter in Nyambera. Nilipomzika binti yangu kule Nyambera. 14 months old, 1 year and 2 months, as a Luo, that one was supposed to be taken home. Kama Mjaluo, mtu ambaye ako na umri wa mwaka mmoja na miezi miwili yafaa asafirishwe nyumbani. God told me, bury her in Kisii. Mungu akaniambia ya You are kwamba not a Luo. kamzike Kisii. Wewe sio Mjaluo tu. I am a Jew. Mimi ni Myahudi. My roots are in Abraham. Zizi zangu iko katika Abraham. Abraham marked a land in a foreign land, Macpela. Abrahamu akatia alama katika nchi ya kigeni kule Macpela. Are we together? Je, tuko pamoja? The other day I was telling Tobias and Efi, when I die, if Jesus does not come, I will not be buried in Uganda, I will be buried in Kisii. Now you see you are clapping like umekasirika. Tupige vizuri na Piga vizuri. Piga vizuri. Ndio. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor we are pursuing. Apia jirani yako tunafuata. Come on, shake them and tell them we are pursuing. Apia tunafuata. Go angalia sana mwalimu sana. Pastors, look at the plan. So tukifunga mlango sasa hivi wangapi watafungiwa hivi? Look at the seats. I set the standard. Who should maintain that standard? Me? Naweka kiwango. Ni nani yafaa adumishe kiwango? Mimi? Son, that's what you are praying. Hiyo ndio ulikuwa naomba Bwana. In Daniel chapter 6. Danieli sura ya 6. That's what made me. And I told you I have something I want to share with the leaders. Na nikakwambia kwamba kuna kitu nataka kushiriki na viongozi. I sat there and he began. Na nilipokuja nikakaa pale na kaanza. I said you have gone to the next level. Na tena umeingia katika kiwango kingine. Get deeper, get deeper, get deeper. Zama ndani kabisa. The deeper you go, the more you connect to the revelation. Unapozama zaidi ndivyo unavyoendelea kuunganika na The ufunuo. more the people you lead are going to be transformed. Hivyo ndivyo watu ambao unaongoza watakavyopata mageuzi. Now even if you choose to mark me, Lakini hata ukinitia alama, heaven has already marked me and given me a sign. tayari mbingu imenipa alama na kunipa mwana. So every time you are marking me, you are wasting your time. Kwa hivyo kila mara wakati ambapo unanitia alama, unanisahihisha, unapoteza muda wako. The truth is, Kweli even if I died tomorrow, hata endapo nife kesho, let me tell you, hata niambie, my vision is accomplished. ndoto yangu imekamilika. So you should be diligent also Kwa hivyo wewe pia yafaa uwe na to bidii make your calling and election sure.
kufanya mwito wako na uchaguzi wako kwa hakika. Don't look around at the coins I am given here. Usiangalie zile hela ambazo ninapeana wananipea hapa. Look to the riches. Angalia utajiri. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Abraham told God, the land is so big. Abrahamu akamwambia Lutu ya kwamba nchi ni pana sana. Choose where you go. Jichagulie. You don't know. Ukienda kaskazini, nitaenda You go kusini. south. Ukienda kusini, You go north. nitaenda kaskazini. And what happened? Nini kafanyika? The Bible says the Lord looked around. Biblia inasema ya kwamba Lutu He akatazama saw the fertile valley. na akaona ile bonde lenye rotuba. Huyo ni mtu hana shukrani. Huyu mtu ndiye amefanya umekuwa yule uliye. Excuse me. Can I say this? Niseme hii. No, the spirit has restrained you. Let me not say. Roho amenizuilia. This is the man who has made you what you are. Huyu ndiye mtu amekufanya uliye. That was a trap set for Lot. Hiyo ilikuwa ni mtego amewekewa Lutu. He should have said, as the Lord your God lives, Angesema umbali ule Mungu wako alishivyo. I can't choose ahead of you. Tafadhali chagua. I can't choose ahead of you. Tafadhali chagua kabla yako. But what did he do? Lakini alifanya nini? What did he do? Alifanya nini? That shows how unthankful you are. Hiyo inaonyesha jinsi ambavyo hauna shukrani. That shows how you don't know where you came from. Hiyo inaonyesha jinsi ambavyo haujui kule ulikotoka. The Bible says Biblia yasema he left the dry parts for Abraham. ya kwamba aliacha maeneo kame kwa ajili ya Abrahamu. Listen to me. It is the blessing of the Lord that maketh rich. Baraka za Bwana ndizo zinazoleta utajiri. Sio baraka za plural. The blessing. The blessing of the Lord Baraka ya Bwana is what makes you rich. ndiyo And inayokutajirisha does not add sorrow. na haiongezi majonzi. There are things people call blessings and they are not blessings. Kunazo vitu watu wanaita baraka na si baraka. Asked me the other day, son, you have watched me. Bwana umenitazama. You know, I have lost huge sums of money 3 times. Umejua nimepoteza kundi kubwa ya pesa mara 3. I lost huge sum, over 200,000. Zaidi ya shilingi 200,200. And we paid with my wife until we finished. Na tukalipa na mke wangu mpaka tulipomaliza. Some of you ask, where did the car go? Wengine wenu wanauliza ya kwamba jamani gari lienda wapi? I can't tell you everything. Siwezi nikwambia ni kila You kitu. must allow me to be your father. Some things I keep secret. Lazima mniruhusu kuwa baba yenu. Kuna vitu naweka siri. Where did the car go? Gari lienda wapi? He knows. Anajua. She knows. Yajua. The other day I was telling my children, Wakati ule mwingine nilikuwa naambia wanangu. and lastly, Mwisho last year, mwaka uliopita I lost a huge sum of money, over 600,000. nikapoteza kiasi kikubwa cha pesa zaidi ya shilingi 600,000. So he asked me, Kwa hivyo akaniuliza, Daddy, baba, how come you don't get pressure? inakuwaje kwamba haupatwi na kushikwa na msukosuko wa damu? I told him one day I will tell you. Nikamwambia siku moja nitakwambia. Hear me. Sikiza, Money does not control my blood. pesa haitawali damu yangu. If it does, when it fails, naona hizo vitu. That should show you. Ndipo inafanya Worship of wakati God and worship ambapo of money. zinakosa, unaona msukosuko wa damu, na utajua kama wewe unaabudu pesa ama unaabudu Mungu. So how many times? Kwa hivyo mara ngapi? 3 times. Mara 3. The blessing of the Lord Baraka ya maketh Bwana rich. utajirisha. I know your works. Najua kazi yenu.
That is Revelation chapter 2 from verse 1. That though you are poor, ni kwamba ingawa nyinyi yet masikini, you are rich. lakini nyinyi ni matajiri. What is Jesus saying? Yesu anasema nini? You are rich because you have the true riches now. Wewe ni tajiri kwa sababu mpaka sasa unazo utajiri You wa have the kweli. blessing of the Lord, Uko na baraka ya Bwana which maketh rich. ambazo utajirisha. That is what Abraham remained with. Abraham alibaki na nini? Lot took blessings. Lutu alichukua baraka nyingi, But Abraham remained with the blessing. lakini Abrahamu akasalia na baraka. Jokayo told me Jokaya akanambia in that meeting, katika ule mkutano, they took the paper. walichukua kijikaratasi, I remained with the ministry. nikasalia na huduma. And I said, yes, Daddy. Nikasema ndio baba. Where did deliverance go? Hii kitu tunaitwa shetani leo Jokayo alikuwa ameanzisha miaka hiyo. Leo hii tukiifanya watu wanasema devil worship. Ilienda wapi? Na walibaki na jina. Are you listening to me? Je, mnanipata? They took the paper. Walichukua kijikaratasi, I remained with the ministry. nikasalia na huduma. Praise the name of the living Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Haleluya. So we are going to clean that. Kwa hivyo tunaenda kusafisha hiyo. Tell your neighbor it's not love of money. Pia jirani yako sio uchu na tamaa ya pesa. Love of God. Ni penda Mungu. Amen. Amen. The love of Kumpenda Mungu. perfect love Upendo kamilifu drives out fear. huondoa hofu. That's why there is no insecurity between me and him. Ndiposa hakuna ile hali ya kukosa usalama katikati yangu na yeye. When I go away, I leave him fully in charge. Ninapoenda na muacha akiwa ameshika ushukani kikamilifu. When he's taking care of you, I never check behind him. What is he doing? Anapowashughulikia na kujali maslahi yenu, siangalii nyuma yake ya kwamba anafanya nini. Because there is perfect love which drives out fear. Kwa sababu kuna upendo wa kweli ambayo huondoa hofu. The Father spoke of the Son. He said, "Behold, my beloved Son, in whom I am well pleased." Akanena kuhusu mwana akasema, tazama mwanangu mpendwa ambaye nampenda. So now we are ready to deal with the spirit of Moab and the spirit of Ammon. Sasa tuko tayari kushughulikia roho ya Moabu Come na on. roho ya And Mungu. you are going to see. You are going to see. Na utaona. You are going to see. Utaona. Moab is going to be crushed. Moabu atapondwa. Ammon is going to be crushed. Amon atapondwa. Somebody shout yes. Utosema ndio. Shall I have what it takes? Sema I'm inachogharimu. hearing you. I have what it takes. Inachogharimu. So again, I have what it takes. Kinachogharimu. I finished with what he read. Namalizia alichosoma. So the Bible says in chapter 6, God bless you, sir. Mungu akubariki mwana. Biblia yasema kwa sura ya 6 ya kitabu cha Danieli. So from next Sunday, Kuanzia Jumapili ijayo, next Sunday we will still be here at 8 leaders. viongozi tungali tutakuwa hapa saa 2. Okay? Amen. Then I take 1 hour up to 9:30 for leaders only. Kisha nitachukua lisali 1.5 mpaka kwa ajili ya viongozi pekee. Saa 4 tunafungia washirika mlango, hawaingii. Wanakaa nje. Wakichoka kukaa nje wanaenda. As the Lord God lives, they will come back. Jinsi Bwana Day is coming when they will come back. siku inakuja watakaporudi. Bible says, Biblia yasema Daniel chapter 6 from verse 1. Danieli sura ya 6 kuanzia mstari wake wa kwanza. Who needs a father? Baba, you have taught me that that is a spirit in Kisii. Mtu anaita baba Yakundi. I was almost collapsing. Nilikuwa niko karibu kuzimia. My daughter, David, I almost collapsed. Karibu nizimie. Yakundi. Nyakundi. Ndio, si wewe ucheni, si wewe umeishi hapa Kisii. Hiyo ilikuwa inakushtua. Wewe inakushtua. Imagine.
Anaita nani? Baba yake. Wewe. Hello. Hello. Look at your neighbor and tell them that is what has returned Edomo Kusini. Kwamba hiyo ndio imerudisha nyuma Kisii. That is what I was sent to bring to you. Na hiyo ndio nilitumwa nikuletee. Come on, I said that's what I was sent to bring to you. Hiyo ndio nilitumwa nikuletee. There is something you are giving me. Kuna kitu unayonipa. And I am very grateful. Na ninashukuru sana. I'm forever grateful. Kila mara For ninashukuru what you are giving me. kwa ajili ya kile unayonipa. But I also have something I was sent to bring to you. Pia niko na kitu nilipewa. Come on, I'm saying I have something I was sent to bring to Kuna you. kitu nilitumwa nikuletee. Paul told the church in Rome, I have been longing to come to you. Paulo anaambia kanisa ya Rumi ya kwamba nimekuwa nikitamania kwa njia So that I may impart something. ili nipate kuathiri na kitu So that fulani. there may be a mutual sharing. Ili kuwe na ushirika wa hapa na hapa. I impart something in you. Unapachika kitu fulani. Unapachika kitu ndani Oh, yako. praise the name of the living Jina la God. Bwana If you libarikiwe. are happy, wave your hand like that. Kama una furaha kapunga Shout, I have all the way. safari yote. I have what it takes. Kinachogharimu. Stand on your feet and make that declaration. Simama miguuni na ufanye hilo tangazo. Please, angalia mtumishi wa Mungu na mke wangu anafanya kazi kuanzia kabla ya jua na Mungu ni kweli, Mungu alipatia mwanadamu masaa 12 na hata Yesu alisema amana there are 12 hours in a day. Tunayo masaa 12 kwa He siku. said I do the works of my father. Afanya kazi baba yangu. Mwambie jirani 12 hours in a day. Sema masaa 12 Bila kwa siku. umelegea hivyo unaweza fanya kazi 12 hours. Hebu muangalie jirani, muangalie. Muangalie bila umelegea hivyo. Unaweza fanya 12 hours. Muangalie tena. Mcheki muulize bila umelegea hivyo. Unaweza fanya kazi 12 hours. Aya, mwambie hata ukisema I receive. Hata ukiruka I receive. Kama hauko tayari kufanya kazi 12 hours, you are receiving nothing. Eliko, that is the truth. Kwa ndio kweli mchungaji. If you can't work 12 hours, Kama ukifanya kazi masaa you 12, will only be shouting. utakuwa unapiga kelele. I submit to you, if you are not ready to work 12 hours, Na waambieni kweli, usipokuwa tayari kufanya kazi masaa 12. wakati 844 ilikuja na microwave manufacturing of degrees, na wanasomeana tu ile ya kupita, na hata kupita hiyo wanafanya vituko wapite. Ndio hii manyumba mnaona zinaangushwa kwa sababu hazifuati kanuni. If you can't work 12 hours, you are a thief, you are a robber. Kama hauwezi ukafanya kazi masaa 12, wewe ni mwizi, wewe ni jambazi. Mnyang'anyi. Fist up. Inua mkono juu, fist up. Ngumi. Micah said, surely I'm full of power. Mimi anasema kwa hakika nimejazwa nguvu. Shall I have what it takes? I have what it takes. I'm not hearing you. I have what it takes. I have what it takes. I am ready I am ready to go the full length. to go the full length. I am ready. I am ready. I'm not hearing you. I am ready. I am ready. I am ready. I am ready To go the full length. the full length. I have what it takes. I have what it takes. I will rise up early. I will rise up early. I will labor through the day. I will live through the day. From the rising of the sun From the rising of the sun to the going down of the same. to the going down of the The same. name of the Lord is to be praised. The name of the Lord is to be praised. The name of the Lord? Is to be praised. That's a passive voice. Passive. So it remains in the Bible. So the question is, who was being told that? Who is to praise his name for 12 hours? Ni nani The rising of the alisifu sun jina to lake the going kwa masaa down of the sun. 12? Who is supposed to be doing that? Ni nani afanye? Who is supposed to be doing that? From when to when? Kutoka wapi? Where does the sun rise from? From the west. Jua linachomozea wapi? Mashariki. Who for whom was that written? Hiyo iliandikwa kwa ajili ya When you nani? went to Nigeria, you found them doing that. Ulipoenda Nigeria uliwapata But the wakifanya people where the sun rises from
from want to come to church at 10. Lakini Want to come at 11. Don't ambao come at noon. wanaishi maeneo ambako jua linachomozea wanataka kuja kanisani saa 4 saa 5. The face and tell them shame on you. Tazama ndani yako kwa uso. I said look at your face. Tazama usoni mwambie aibu kwako. I said look at your Aibu kwako. shout I am ready. I didn't hear you shout I'm ready. Shout again I'm ready. I have what it takes. Ambia kwamba nalifundishwa na watu wagumu. My father hakujiweza, so I was at the mercy of those people. Nikikataa kutii sitasoma. Na nilikuwa nataka kusoma. Wake up and I put on the raincoat. Naamka navalia surukwenya. I take the wheelbarrow. Ninachukua wheelbarrow. I had a faithful dog I called Gaddafi. Nilikuwa na mbwa mwaminifu nilikuwa namuita Gaddafi. Leads the way. Naongoza njia. Going for bread, I'm going for milk. Naenda kutafuta mkate na maziwa. Those were not the days when you are delivered to up to the doorstep. Hebu angalia wale watu wanaletewa vitu mpaka doorstep. Vile wamekuwa lazy. Mnaletewa kila kitu mpaka kwa doorstep. Mami, I salute you. Siku zenu zilikuwa ngumu. Mimi niliona kidogo tu. Ninatoka huko, ninawacha hizo vitu, ndio ninaoga, ndio ninavaa, ndio ninaenda shule. Shule nikasoma day school from form 1 to form 6. Napanda gari ninahang kwa mlango nje kwa sababu nashukia Isli nikitoka Kariobangi. So nikiingia ndani Kenya basi najaa paka kwa mlango utashuka. Ta end up in town. Tunangoja watu waingie ndani, mimi naning'inia hapo kwa mlango. Nilipomaliza form 4 kaenda A level hata mbali zaidi South B, bado natoka Ruaraka. Fika town nachukua basi ya pili. That's how I was trained. Hivyo ndivyo nilivyofundishwa. God was training me for my assignment. Mungu alikuwa ananikuza na kunifundisha kwa ajili ya tume ya maisha yangu. Amen. Wakati nilifika chuo kikuu sasa nifurahie hiyo kitu utamu wake. Mungu ananiambia now give me your best sacrifice now. Mungu ananiambia toa dhabihu yako bora sasa. I gave it to him. Nikaipeana kwake. So he took me from up there. Kwa hivyo akainua kutoka pale juu Down there. mpaka pale chini. And he's picking me from down there. Na ananinyanyua kutoka pale chini Up there. mpaka pale juu. And I have what it takes. Sema ninayo kinachojaribu. To go. Kupenda. The full end. Hatua yote. I have what it takes. I have what it takes. So yeah, you I have. I'm going the full length. I'm going the full length. Going all the way. In the name of Jesus Christ. Can you make a big shout? I said make a big shout. I said make a big shout. A big shout, a big shout. So from the rising of the sun, Kwa hivyo kutoka mapambazuko we are supposed to be beginning to praise, Baba. yafaa tuwe Receive all the words. When Christendom missed that duty of doing wakati Ukristo unakosa ulikosa ile jukumu ya kufanya popo. God allowed another thing to rise. Mungu akaruhusu kitu kingine kuinuka.
Those who have studied church history know what I'm talking about. Wale ambao wamesomea historia ya kanisa wanajua kila ambacho nazungumzia. 570 AD, when the church was dead, is when Muhammad was born. AD 570, wakati ambapo kanisa ilifanya Miaka karne 5 baada ya Yesu, ndio Muhammad aliinuka. Kristo bado anaonga blanketi. Am I talking to somebody here? Yeah. Am I talking to somebody here? yes. Lift your fist up Inua ngumi juu. and shout, I am ready. I am ready. I have what it takes. I have what it takes. I am ready. I am ready. I have what it takes. I have what it takes. I am ready to go. I am ready to go. The full hog. The full hog. The full distance. The full distance. In the name. In the name of Jesus Christ. of Jesus Christ. When I hear you make a shout. Next Sunday we will begin at 8. Kwa hivyo Jumapili ijayo tutakuwa tunaanza saa 2 kamili. That is 9, okay? Sunday, this Sunday is 9. 9. Hello?